Unaweza ukaketi sasa. Kila mtu uliye hapa umetumwa duniani kwa ajili ya watu wengine. Kitabu cha Isaya sura ya 9 ule mstari wa 6 anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tafsiri yake ni kwamba haujazaliwa kwa ajili yako. Na hii tunaiweza kuielewa vizuri tukiangalia maisha ya mtumishi wa Mungu baba yetu. Kila ambacho unaona anakifanya, alikifanya, anakifanya sasa na atakachoendelea kukifanya sio tu kwa ajili yake, ni kwa ajili yetu na ni kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Na hiyo ndio maana halisi ya maisha. Maisha ni kuishi kwa ajili ya watu wengine. Ukiwapa watu maisha yako, na wao watakupa maisha yao. Yesu amewapa watu maisha yake na watu wamempa Yesu maisha yao. Bila anasema wape watu vitu. Moja ya kitu cha msingi unaweza kuwapa watu ni maisha yako. Maisha maana yake ni muda, maisha maana yake ni ujuzi, maisha maana yake ni vipawa na karama ulizonazo. Unawapa hao watu, na hao watu watakurudishia kwa kipimo cha kujaa, kusukwasukwa na kushindiliwa. Haleluya. Kwa dakika chache ambazo nimepewa na baba yetu, niko hapa kuizungumza misingi ya imani ya kanisa la ABC Global. Kitu chochote ambacho ni imara, kitu chochote ambacho kitadumu kwa muda mrefu, kitu chochote ambacho kitapitia mitikisiko ile na kikabakia salama, ni kitu ambacho kitakuwa kimejengwa juu ya misingi. Kwa wale wasomaji wa Biblia, Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 24 mpaka ule mstari wa 27. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 27. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na aina mbili za watu. Mmoja alikuwa ni mwenye hekima, mwingine alikuwa ni mpumbavu. Anasema yule mwenye hekima alijenga nyumba yake juu ya mwamba, lakini yule mpumbavu akajenga nyumba yake juu ya mchanga. Maana yake ni kwamba kila mtu mwenye hekima ambaye anataka kujenga kitu kitakachodumu muda mrefu, lazima kijengwe juu ya misingi fulani ambayo ni imara. Lakini pia mahali pengine Yesu anamwambia Petro, Mathayo 16 mstari wa 18, anasema wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Maana yake kanisa ni kitu kinachopaswa kujengwa juu ya mwamba au misingi fulani iliyo imara. Hata kule mbinguni ukisoma maandiko utaona anasema ule mji umejengwa juu ya misingi 12, na kila msingi una jina la mitume ambao walikuwepo duniani. Maana yake kitu chochote ambacho ni imara lazima kijengwe juu ya misingi fulani. Sasa nitaitamka hapa baadhi ya misingi, lakini kabla sijaenda mbali, naomba tusome ile andiko wote kwa pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 ule mstari wa 10 na wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 10 na wa 11. Biblia inasema hivi, anasema kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Alafu anasema lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Mstari wa 11 anasema maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Ukisoma hapa vizuri utaona Paulo anasema yeye kama miongoni mwa watu ambao wamepewa neema na Kristo ya kufanyika mjenzi, na sio tu mjenzi mwenye hekima. Na utakumbuka tulisema kule mjenzi mwenye hekima lazima ajenge juu ya mwamba, lazima ajenge juu ya misingi fulani iliyo imara. Maana yake kuna watu ambao Mungu amewapa neema ya kuanza vitu, na sio tu kuanza, na kuweka msingi. Kwa hiyo baba yetu kama miongoni mwa watu ambao ni wajenzi wenye hekima, ambaye Mungu alimpa maono haya, alimpa misingi fulani ambayo tunaitumia kusimama hapa. Na huo mstari wa 10 utaona pale anasema ili mtu mwingine anayetaka kujenga juu ya huo msingi, anasema ili mtu mwingine aangalie sana. Maana yake awe makini. Unataka kujenga ukiwa ABC, unataka kuanza kitu, unataka kufanya kitu ukiwa ndani ya maono haya, lazima uwe makini, uangalie misingi ambayo Mungu amempa baba yetu ya kuiweka kwanza. Na mwanzoni mimi wakati namfahamu baba, kuna andiko ambalo baba alikuwa analitumia, Isaya 58 ule mstari wa 12 na 13. Anasema yeye ni mtu aliyetumwa kuweka misingi ya vizazi vingi. Maana yake kama ni mtu aliyetumwa kuweka misingi ya vizazi vingi, tafsiri yake ni kwamba kuna msingi pia kwenye hiki ambacho unaona amekianzisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kila huduma ambayo tutaijenga ndani ya ABC lazima isimame juu ya hii misingi. Kila kitu ambacho tutakianzisha chochote ndani ya ABC lazima utaona kimejengwa ndani ya hii misingi. Tuanze kuchambua msingi wa kwanza mpaka ule msingi wa mwisho. Msingi wa kwanza ameuzungumza pia mtumishi wa Mungu ndugu yangu Pastor Jordan, ni kumdhihirisha Yesu katika uhalisia. Chochote ambacho utaona tunakifanya kwenye huduma hii, tunakifanya vioni, tunakifanya makanisani, tunakifanya masokoni, tunakifanya mahali popote, kwenye redio, kwenye television, lazima hicho kitu kiwe
kuhusika moja kwa moja kwenye kumdhihirisha Kristo katika uhalisia wake. Moja ya kazi ambayo kanisa la Kristo limepewa ni kumdhihirisha Kristo. Na tunavyoongea kumdhihirisha Kristo, tunaongea kumdhihirisha Kristo kwenye maeneo makubwa mawili. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 24 na 25. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 24 na 25, anasema Kristo ni hekima ya Mungu, lakini pia anasema Kristo ni nguvu za Mungu. Hapa anasema bali kwa waitwa Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo ambaye ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Wa kitabu kile cha Efeso sura ile ya 3 ule mstari wa 10, anasema angalia kazi ya kanisa. Anasema ili kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ipate kujulikana. Maana yake tutaifunua hekima ya Kristo kwenye vyombo vya habari, tutaifunua hekima ya Kristo kwenye biashara. Ni namna gani Mungu anataka watu wafanye biashara na kwa namna ambayo ni ya kimungu na wafanikiwe. Hiyo namna tumetumwa kuifunua sisi ABC katika jina la Yesu. Na wewe ni miongoni mwa watu waliotumwa kufunua hekima hii ya Mungu katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Maana yake kila utakachoona utakifanya, hata kwenye biashara yako unavyofanya. Unaweza ukawa ni mwanasiasa huko hapa. Sisi tunaishi kama akina Danieli walivyoishi. Mtu alimwangalia Danieli kwenye Danieli sura ya 5 mstari wa 10 na 11 na 12, anasema mke wa mfalme Belteshaza akamwangalia Danieli akamwambia mfalme, kuna mtu katika ufalme wako ambaye hekima imeonekana ndani yake, nuru imeonekana ndani yake. Na kwa tafsiri nyingine wakasema ni roho ya miungu watakatifu imeonekana ndani yake. Maana yake kuna mtu hapa utaanza kuidhihirisha hekima ya Mungu isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu. Nasema tena kama ni wewe sema imani ya nguvu. Kuna mtu umetumwa kudhihirisha roho ya ubora kwenye kile unachofanya katika jina la Yesu. Mwingine umetumwa kudhihirisha roho ya uweza kwenye kile unafanya katika jina la Yesu. Mwingine umetumwa kudhihirisha roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya shauri, roho ya kumcha Bwana. Kila mmoja pokea neema ya kumdhihirisha Kristo katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu amezungumza hapa, tunamdhihirisha Kristo kuanzia kwenye eneo la upendo. Asiyetembea katika upendo ni mtu ambaye hawezi kumfunua Mungu. Kwa sababu njia yetu ya kwanza ya kumjua Kristo ni kupitia upendo wa Mungu. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Maana yake ukimwona Yesu umeuona upendo wa Mungu. Maana nyingine ni kwamba kama tutambeba Yesu tumpeleke kwenye dunia, platform ni ile ile, inaitwa upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninayo furaha kukuambia kwamba hata kama uko unatembea kwenye upendo, Warumi sura ya 5 mstari wa 5 anasema na pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu na huyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amimine pendo la Kristo na pendo la Mungu ndani ya moyo wako tena katika jina la Yesu. Uliyekuwa umepooza kwenye upendo, anasema kwenye siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Kila uliyekuwa umepooza kwenye kumpenda Mungu na kuwapenda watu, na kuombea leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, upendo wa Mungu umiminwe ndani yako tena kwa jina la Yesu. Nasema tena upendo wa Mungu umiminwe ndani yako tena kwa jina la Yesu. Nasema tena upendo wa Mungu umiminwe ndani yako tena katika jina la Yesu. Lakini pia eneo la pili ni hilo kwenye ishara na miujiza na maajabu. Tumeanza na msingi wa tabia na upendo, kwa sababu yawezekano ukatembea kwenye ishara lakini hautembei kwenye upendo. Na Biblia inasema hata ungefanya miujiza aina gani, ukahamisha milima, kama hautakuwa na upendo, wewe ni kitu bure. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11, 12, 13 anasema kuna mambo matatu yamebakia kwenye siku za mwisho. Cha kwanza ni imani, cha pili ni tumaini, na cha tatu ni upendo. Anasema lililo kuu katika yote haya ni upendo. Kila anayetembea kwenye upendo anatembea katika Mungu. Wagalatia 5 mstari wa 6 anasema imani yetu inafanya kazi kwa njia ya upendo. Maana yake kama hakutakuwa na matendo yanayodhihirisha upendo wa Mungu kwenye huduma yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye kila unachokifanya, kwenye eneo unaloishi, wewe ni mtu ambaye bado haujawa tayari kumdhihirisha Mungu. Na Mungu ni pendo. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la pili au msingi wa pili ambao tunasimama juu yake ni kumtengenezea Mungu watu wenye uwezo kwenye kila eneo la maisha. Kumtengenezea Mungu, nisikilize kwa makini, kumtengenezea Mungu watu wenye uwezo kwenye kila eneo la maisha. Kitabu cha Luka sura ya kwanza ule mstari wa 17 anasema hivi, huyu ni Yohana Mbatizaji alikuwa ametumwa, na hapa malaika wa Bwana anamweleza baba yake kazi ambayo Yohana Mbatizaji anakuja kuifanya. Na sisi tunaye Yohana wetu ambaye ametumwa kumtengenezea. Yohana alitumwa kumtengenezea Yesu njia, na tuna Yohana pia ambaye ametumwa kumtengenezea Yesu njia ili adhihirike kila mahali.
Lakini Yohana huyu, moja ya kazi alionayo, anasema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake. Anasema ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatia waasi akili za wenye haki. Alafu kipengele cha mwisho naomba tusome kwa sauti kanisa, anasemaje? Na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Maana yake ni kwamba watu waliotengenezwa ni watu walio tayari kwa ajili ya Bwana. Kila ambaye hajatengenezwa ni mtu ambaye hayuko tayari kwa ajili ya Bwana. Na matengenezo haya yanaanza kwenye kumtoa mtu kwenye dhambi, lakini tu hatuishi kwenye kumtoa mtu kwenye dhambi. Wale ambao wameshatolewa kwenye dhambi tunawageuza kuwa mashujaa. Wale ambao walikuja wakiwa wanyonge, walikuja wakiwa hawezi kuongea kama mimi. Mimi nakumbuka baba alinipa nafasi mara ya kwanza kabisa nimekuja ABC. Ilikuwa ni Dodoma mwaka 2023. Nikapewa nafasi na baba. In fact kabla hapo nilikuwa nimeanza kumfuatilia baba. Lakini mara ya kwanza kabisa nakutana na baba uso kwa uso. Siku hiyo baba akanipa nafasi ya kurekodi tangazo la sekunde 30 la kukaribisha watu kwenye retreat. Unajua inaweza kuwa ni rahisi ukiwa unaongea wewe peke yako, nasema jamani Bwana Yesu asifiwe, karibuni katika retreat camp, itaanza tarehe fulani na ujumbe kwenye retreat camp hii ni huu na huu, wanenaji ni hawa na hawa na ada ni hii na hii. Baba alinielekeza, tulikuwa watu watatu. Walikuwepo wanawake wawili, ilikuwa na mimi wa kiume mmoja. Pastor Sam ndugu yangu anakumbuka pale, yeye ndo alikuwa anaturekodi pale. Kwa hiyo nikasimama pale, wa kwanza akatangulia akarekodi. Pastor Gift Rose, mke wa mtumishi wa Mungu Apostle Joel Amasi wa kule Kahama. Akarekodi straight ndani ya sekunde 30, hajakosea na ametaja kila kitu kama ilivyoelekezwa. Akaja mtumishi wa Mungu wa pili, naye akarekodi straight. Ilipofika zamu yangu, nikaongea tu sekunde 5 mbele nimeshaharibu. Nikaanza upya, baba akaniambia anza tena upya, na kabla sijaanza akanielekeza tena. Nikaanza nikafika sekunde kama ya 15, nikaharibu tena. Akanitia tena moyo, akaniambia Jose unaweza, anza tena mara ya 3. Nikaanza tena mara ya 3 na karibia kule mwishoni tena nikaharibu. Sasa akaniambia mwanangu unaweza. Lakini ndani yangu tangu siku ile nikasema mimi hakuna kitu ninachoweza. Kwa hiyo ombi langu likabadilika. Sio kumwomba Mungu anifanye kuwa mtumishi wake, ni kumwomba Mungu anifanye kuwa dereva wa baba yangu. Pale ndipo nilibadilisha maono sasa. Kwa sababu niliona kama nashinda kurekodi tangazo la sekunde 30. Sekunde 30 nashinda kuongea na nimeelekezwa. Nikaona mimi hamna kitu naweza kufanya. Lakini baba kwa sababu aliendelea kunitia moyo na akaendelea kunifuatilia kuhakikisha nakuwa nazidi kuongezeka. Leo ndio huyu nimesimama mbele yako hapa, ninayaleta maono na misingi ya ABC mbele yako. Haleluya! Na sio mimi peke yangu. Nina ndugu zangu wengi kwenye hii familia ambao wametengenezwa. Mimi binafsi na watu wa ABC nikiwaangalia hivi nasema kabisa ningekuwa sio mchungaji, ningeenda kusali kwenye makanisa yao na niwe mshirika mwaminifu asiyemsumbua mchungaji na nitulie kusikiliza na kufuata maelekezo. Kila mtu wa ABC utakayemwangalia ana kitu cha tofauti. Lakini wengi tulikuja, kitabu cha Mwanzo ile sura nitazungumza kwa haraka ni kuonyeshe wito ambao baba yetu amepewa unafanana na watu gani kwenye Biblia. Baba yetu amepewa wito unaofanana na mtumishi wa Mungu Ibrahim, baba wa imani. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 14 anasema Ibrahimu aliposikia kuna vita, ndugu yake Lutu wamechukuliwa mateka na wafalme fulani watano. Anasema Ibrahimu, Mwanzo 14:14 anasema aliposikia kwamba ndugu yake ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake. Sema vijana wake. Ndio maana ukiona mimi baba ananiita kijana wangu, hata kule mtandaoni ameandika kijana wangu fulani. Mimi ni kijana wa baba yangu. Wewe unaweza kuona ni mtume, wewe unaweza kuona ni mchungaji, unaweza kuona ni nabii, ila kwa baba yangu mimi ni kijana wake. Vijana wa baba yangu mpo? Hebu sema amen ya nguvu sasa. Anasema akawapa silaha vijana wake. Maana yake silaha tunapewa. Alafu anasema waliozaliwa katika nyumba yake. Anasema watu 318. Alafu wakawafuata wale adui. Ukiendelea kusoma, ushindi mkubwa ulipatikana kwa kupitia vijana 310 waliotengenezwa katika nyumba ya Ibrahim. Unaweza ukaona tu kwa wachache mahali hapa, lakini kila mmoja umetuma mahali hapa utengenezwe, ukadili na falme, ukadili na mamlaka, ukadili na biashara kwenye mkoa fulani au kwenye eneo fulani. Kila mmoja kuna silaha umekuja kuipokea mahali hapa, ili kwa njia hiyo uende ukamiliki na kutawala mahali fulani katika jina la Yesu. Lakini wito wa baba yangu unafanana na wito wa mfalme Daudi. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura 22 mstari wa 1 na wa 2. Anasema Daudi alikuwa katika pango la Adulam.
Mahali hapa ni pango la kutengeneza watu. Anasema akiwa mahali pale, ule mstari wa pili, anasema na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki. Wengine mlikuja na magonjwa, na wengine anasema aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila aliyekuwa na deni, na wote wenye uchungu mioni mwao wakakusanyika kwa mtu aliyepakwa mafuta, anaitwa Daudi, ambaye ameitwa na Bwana. Na nikwambie, kama umekuja kwenye nyumba hii, kuna msingi tunausimamia. Huo msingi ni wa kutengeneza watu walio wa kawaida wasiwe wa kawaida tena. Ni kutengeneza watu waliokataliwa kwenye jamii, walioshindikana kwenye jamii, wao watu watakaotembea kwenye mguso, kizazi cha watu wenye moto kitakatifu na chenye mguso katika dunia yao. Haleluya! Daudi akawageuza watu hawa. Ukiwasoma hapo unaona watu wenye uchungu, watu waliokata tamaa, watu walioshindwa maisha, lakini baadaye anawageuza kuwa mashujaa. Wito alionao baba yetu ni kama wito aliokuja nao Bwana Yesu. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 18 na 19 na 20. Anasema Yesu alikuwa anatembea kwenye ufuko wa bahari, akamuona Petro na Andrea ndugu yake. Bila anasema akawaita, akawaambia nifuateni nami nitawafanya. Maana yake ni kwamba ili uweze kutengenezwa na kufanywa kama ambavyo nimekwambia, ndio msingi wa huduma hii, lazima ukubali kufuata. Yesu anawaambia mstari wa 19, akawaambia nifuateni. Maana yake ndio maana utaona tunasisitiza ufuasi na kuambatana. Kwa nini? Kwa sababu kwa njia ya ufuasi na kuambatana ndio watu wakuwa wanatengenezwa. Kila anayefuata mwenye hekima anageuka kuwa mwenye hekima. Kila anayeambatana na wenye nguvu, mwisho wake unakuwa ni kuwa na nguvu. Kila anasema chuma huwa kinanoa chuma. Tumekutana na chuma mahali hapa, Mungu ambacho ametupa, na chuma hiki kinapaswa kukunoa wewe na mimi, na kwa sababu hiyo lazima tukifuate katika jina la Yesu. Kwa hiyo ili tuweze kutembea katika msingi huu, lazima tuambatane na baba yetu, na kuambatana huku lazima kutokee kwenye mioyo. Kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7 anasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kipengele B ndo nakipenda. Anasema anakuambia tule, tunywe, lakini moyo wake hauko pamoja naye. Maana yake moja ya kitu kitafanya tusiweze kufika tunapotakiwa kufika, au siweze kuwa mtu mkuu kama ambavyo unapaswa kuwa, ni kutokuambatana kutoka kwenye mioyo. Kwa sababu matengenezo haya, ukirudi kwenye Luka 1:17 ambayo nilikusomea mwanzoni, Luka 1:17, matengenezo haya yanaanza kwenye moyo. Luka 1:17 anasema naye atatangulia mbele zake akiwa amebeba roho ya Elia. Kuna roho iko ndani ya baba yetu, roho ya moto, roho ya neno, roho ya injili, roho ya utakatifu. Kuna roho iko ndani ya baba yetu, anasema na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Maana yake matengenezo haya yanaanza kwa mioyo kugeuzwa, na kugeuzwa huku ni kugeuzwa ili tuzae ufuasi kwanza, kwa sababu tabia za kiroho zina flow mahali ambapo mioyo imeambatana. Upako wa kiroho una flow mahali ambapo mioyo imeambatana. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri yashukayo ndevuni pa Haruni, yanashuka mpaka kwenye upindo wa mavazi. Na mahali hapo ndipo ambapo Bwana ameamuru baraka na uzima hata milele. Maana yake tukiambatana na baba yetu, tukawa na moyo mmoja, tukamsikiliza, tukamfuata, hata kwenye vipindi vigumu hatuachi. Elisha anamfuata Elia. Mahali fulani Elia amefika, anapitia changamoto nyingi kwenye huduma. Elia anamwambia Elisha, bakia hapa, kuna mahali Mungu amenituma. Na nikwambia hata baba yetu akisema tubakie hapa, kuna mahali Mungu amemtuma. Maono alionayo baba yetu sio ya kwake peke yake, ni ya kwetu. Ni maono yetu amepewa na Bwana. Ni mawazo yetu amepewa na Bwana. Ni huduma yetu amepewa na Bwana. Akisema anakwenda mashariki, tunakwenda kwa jina la Yesu. Akisema anakwenda magharibi, tunakwenda kwa jina la Yesu. Kila ambapo Bwana ametumwa, kila ambapo baba yetu anatumwa, na sisi pia tumetumwa. Kila ambapo Elia alitumwa, Elisha pia alikuwa ametumwa. Kila ambapo Ibrahim alitumwa, vijana wake pia walikuwa wametumwa. Kila ambapo Musa alitumwa, Yoshua naye alikuwa ametumwa. Kila ambapo utaona baba yetu anakwenda, tunapaswa kwenda naye katika jina la Yesu. Na anasema Luka 1:17 anasema mwishoni, na kumwekea Bwana watu tayari waliotengenezwa. Maana yake Mungu anahitaji kuwekewa watu waliotengenezwa. Andika hivi, Mungu anatengeneza watu kupitia watu, na shetani anaharibu watu kupitia watu. Mungu anatengeneza watu kupitia watu, na shetani naye pia anaharibu watu kupitia watu. Aliingia kwenye bustani ya Edeni, akamharibu Adamu. Kutokea kwa Adamu na mke wake, dunia nzima imeharibika. Lakini pia alipotaka kuitengeneza dunia, alimtuma mtu mmoja anaitwa Yesu.
Na kabla ya Yesu, hata Yesu alitumwa mtu mbele yake amtengenezee njia. Kila maono makubwa ulionayo unahitaji mtu wa kutengenezea njia. Baba yetu ni mtengeneza njia zetu. Kila uliye hapa kuna njia yako inatengenezwa. Mabonde yanaondolewa, milima inaondolewa, mahali palipo paruza panasawazishwa. Haleluya. Nasikia furaha kukuona katika nyumba hii, kwa sababu nakuona mbali katika jina la Yesu. Nasema tena nakuona mbali katika jina la Yesu. Hata kama ulikuja ukiwa na madeni, ulikuja ukiwa na uchungu, ulikuwa maisha yamekupiga, ni swala la muda tu, utageuzwa kuwa shujaa katika jina la Yesu. Endelea kubakia. Msingi wa tatu ambao tunausimamia, msingi wa tatu wa muhimu ambao tunausimamia ni kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele na ujio wa pili wa Bwana Yesu. Ni kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele na kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana Yesu. Tumetumwa kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele na kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana Yesu. Kila ambacho ulikiona tunakifanya. Mfano mwaka huu wakati umeanza mwaka, na tangu mwaka jana tulikuwa na vipindi kwenye redio vinaitwa Usiku wa Masuluhisho. Na kazi kubwa ambayo tulikuwa tunaifanya kwenye vile vipindi vya redio ni kuhubiri Injili. Ndio maana unaona watu wengi waliokoka na kubadilisha kupitia ile kile ambacho tulikuwa tunakifanya. Lakini baba yetu hajaanzia hapo. Baba yetu ameanza muda mrefu. Tulikuwa na kipindi kwenye channel 10. Wale ambao walikuwa wanakifahamu wakati ule kilikuwa kinaitwa Saa ya Injili. Na unaona baba alikuwa yuko tayari, kati ya watu ambao mimi nimewafahamu walio tayari kutoa hela zao mpaka zimeisha. Hata kama hiyo hela ilikuwa inahusisha ada ya mtoto, hiyo hela ilikuwa inahusisha kulipa kodi. Kati ya watu ambao nimewafahamu wako tayari kujidhabihu kwa ajili ya kuona roho za watu zinaokolewa. Miongoni mwa hao watu wachache ambao ninawafahamu, wachache ambao sijasema wako wachache, inawezekana wako wengi, lakini katika wachache ambao mimi nawafahamu, baba yetu ni miongoni mwa hao watu. Nimeona baba anatumia mamilioni ya fedha kukodisha viti watu waje wakae kwenye ibada. Anatumia mamilioni ya fedha kutengeneza vipeperushi watu wapelekewe ili wakusanyike waje wasikie neno la Bwana. Anatumia mamilioni ya fedha kutafuta vipindi vya radio, vipindi vya television, vipindi vya ambapo anaweza kuzungumza na watu. Na huo ndio watu wake mkuu. Ndio maana nimesema kwenye yale maono yetu tunakumbuka pastor ametuambia jambo la baba kutekeleza kizazi cha watu kwa Bwana. Maana yake kama ni kizazi cha watu kitakatifu kwa Bwana, sisi tunasukume Injili kwa njia zote. Maana unaona wiki baba yetu Mungu akampa tena akili, tukaanza kuanzia Jumatatu. Tulianza na Injili mtaani, nikaisha tumefanya Jumatatu, Jumanne tumefanya Jumatatu. Na ile kitu hapa ni kitu ambacho kimezaa matunda. Mimi baba ni miongoni mwa watu nilipanda naye kwenye gari siku moja, nakumbuka tunaenda tena kwenda daladala. Na siku ya mazembe tunataka usafiri private, tunaenda kama yako. Kama sio tunaenda kutafuta friend, nadhani kwa gari ya kama daladala. Tukiwa njiani tupanda daladala. Nikaingia kwa gari baba akataka kuhubiri kwenye gari. Baba hivi ndio unavyomwona. Nikamwambia baba niache mimi nihubiri. Simama nikihubiri Injili. Na yeye akachukua vitu. Baadaye watu wakataka kuchukisha ndio. Nikairuka sasa, wakajua singepokea peke yao. Kuna sauti ya mtu mzito gari. Na Injili ikahubiriwa. Watu wakaokoka. Wale ambao walikuwepo hapa mwanzo sasa, kwa sababu nasema kwa sababu wale ambao wanamfahamu baba kutoka muda mrefu, baba alikuwa anafanya Injili za hatari kupitia channel ya YouTube Pastor Nixon Kubila. Utaona Injili za kutosha. Mimi tumetoka na baba tumekutana kwa sababu na watu wengine wametembea baba. Tunakwenda kwenye mkutano, anaweza kama baba anasema jioni kwenye kanisa, lakini asubuhi tuko mtaani tunatangaza peperushi na yeye kuna speaker na anahubiri kati ya jambo ambalo tunasaidia baba vitu vyote asikuhubiri. Kwa sababu kwenye hili kitu ambacho anajua atatoa sifa kwa Bwana, lakini kitu ambacho kinatoka ndani yetu na huu unapaswa kuwa ndani ya kila mmoja uliye hapa. Kwenye sasa hili ni hatari sana kama unakaa na uzai matunda, kwa sababu tunakutengenezea mazingira ya kutwa na Mungu hata kama tunataka kazi zilizozaa tunamualikata tawi la sababu analisafisha ili lizidi kung'aa. Afya yake inawezekana kusafishwa, uchumi wako unaweza kusafishwa, ndoa yako inaweza kusafishwa, maisha yako inaweza kusafishwa, kwa sababu unamzalia Mungu matunda na kuombea katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuzaa katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuzaa katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuzaa katika jina la Yesu.
Lakini jambo lingine, msingi wa nne, msingi mwingine, tunaamini katika wokovu wa roho za watu tukiwa hapa duniani. Tunaamini katika wokovu wa roho za watu tukiwa hapa duniani. Tunaamini katika wokovu wa roho za watu tukiwa hapa duniani. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 anasema umepewa kuishi mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Maana yake mojawapo ya msingi ambao tumejenga nao ni kwamba kila mtu anapaswa kuishi na kutengeneza mahusiano yake na Mungu akiwa hai kabla ya kufa. Lakini tunapaswa kuwasaidia watu wengine waweze kutengeneza mahusiano na Mungu, kwa sababu baada ya kufa imeweka wazi nini kanisa baada ya kufa nini ni hukumu. Ukisoma kwenye maandiko utaona kwa kitabu cha Luka jinsi ya pale msalaba ilipokuwa Yesu alisulubiwa, pande huko kulikuwa na mhalifu, pande huko kulikuwa na mhalifu mmoja amwambia Yesu, naomba unikumbuke katika ufalme wako. Maana yake watu wanakumbukwa na wanaandikwa katika ufalme wa Mungu wakiwa hai na kwa hiari yao na maamuzi yao binafsi. Tunaamini katika wokovu wa roho za watu wakiwa hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Tunakwenda pamoja. Kwa hiyo lazima mtu aiamini injili akiwa hai na amkiri Yesu kwa kinywa chake na akubali kulipa gharama ya kutunza wokovu ambao ameupokea. Haleluya, haleluya, haleluya. Twende tena kwa haraka haraka. Msingi wa 5 ambao tunausimamia, tunaamini kwenye ulazima wa malezi ya kiroho na kuwa chini ya mafunzo na nasaa za wenye matokeo. Tunaamini kwenye ulazima wa malezi ya kiroho. Tunaamini kwenye ulazima wa malezi ya kiroho na kuwa chini ya mafunzo na nasaa za wenye matokeo. Kitabu kile cha Luka sura ya 2 ule mstari wa 43 mpaka mstari wa 46 anasema kulikuwa na sikukuu fulani, na mstari wa 41, kuanzia mstari wa 41, Luka kuanzia mstari wa 41 anasema basi wazee wakaenda Yerusalemu anasema walikuwa wakienda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Endelea mstari unaofuata, anasema na Yesu alipopata umri wa miaka 12 alipanda kama ilivyokuwa desturi. Weka hapa, anasema alipanda hekaluni kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Mstari wa 43 anasema walipomaliza kwa habari ya kwenda kule hekaluni, wakafanya sherehe wakamaliza. Ukienda anasema familia Yesu ikawa imeondoka hekaluni, wamerudi nyumbani. Siku 3 baada ya kutoka hekaluni wakiwa njiani na warudi nyumbani, kwa sababu kulikuwa kuna kamwendo kidogo, wakagundua ya kwamba Yesu hayuko miongoni mwao na hao hawakuwa na habari. Twende mstari unaofuata, mstari wa 44 anasema nao wakadhani yako yuko kwenye msafara, wakatafuta mwendo wa kuto wakamkosa, wakaanza kumtafuta kwa jamaa zao, piga simu kwa ndugu, wakagundua hayupo. Mstari wa 45 ndio unaopenda, anasema hivi, nao walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Mstari wa 46 wakamuona, ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni ameketi katikati ya walimu. Kila mwenye hatima kubwa lazima aketi katikati ya walimu. Anasema ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuuliza maswali. Yoyote ambaye atakuwa na hatima kubwa na atasema kuna mahali anataka kwenda, lazima Mungu akuweke chini ya watu fulani ambao utakaa kwao kwa muda fulani, wakutengeneze na wakufanye kuwa chombo cha Bwana kimfaacho kwa kila kazi njema. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wagalatia sura ile ya kwanza, Wagalatia sura ile ya kwanza ule mstari wa 15 na 16, Wagalatia sura ya kwanza ule mstari wa 15 na 16 anasema, lakini Mungu, huyu ni Paulo anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Endelea mstari unaofuata, anasema alipoona vyema kumdhihirisha mwanae ndani yangu ili niwahubiri mataifa, awahubiri mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye damu. Twende mstari unaofuata, tusome mstari unaofuata, anasemaje? Wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni. Arabuni maana yake alikwenda mahali pa kujifunza.
mahali pa kupata darasa, mahali pa kutengenezwa. Kila hatima kubwa, unaweza ikawa Mungu amekupa hatima kubwa, ila unahitaji watu wa kukuchonga. Wewe ni kama dhahabu inayohitaji kupitishwa kwenye matengenezo fulani, ili baada ya hapo thamani yako ianze kuonekana mbele za kila mtu. Anasema wala sikupanda kwenda, nilikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Angalia mstari wa 18 unaofuata. Kisha baada ya miaka 3 nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa. Paulo, kumbuka Petro alikuwa ni mtu ambaye ndio amekabidhiwa kanisa la wakati ule, na ndio alikuwa anatembea nalo, na yeye pamoja na wale mitume wenzake ndio alikuwa analisimamia. Maana yake alipanda kwenda Yerusalemu ili akaonane na Kefa. Huyo Kefa ni Petro. Petro maana yake akakae chini ya Petro. Petro amuelezee yale anayojua kuhusu Yesu, lakini pia Petro amrelease huyu mtu aanze kutumikia wito aliokuwa nao. Endelea mstari unaofuata. Anasema nikakaa kwake siku 15. Anasema lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Maana yake alikaa na Petro apate protokali za jinsi ya kuendesha huduma, lakini pia akakaa na Yakobo ndugu yake Yesu ili amsaidie amjue Yesu, aijue historia yake, kwa sababu alikuwa ndugu yake wa kuzaliwa. Maana yake alikaa na Yakobo ili amjue Yesu, alikaa na Petro ili ajue masuala ya huduma. Na kuombea Mungu katika jina la Yesu upokee neema ya kudumu katika malezi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema tena pokea neema ya kudumu katika malezi katika jina la Yesu. Angalia nini faida moja wapo ya kudumu katika malezi. Twende kwa haraka haraka. Luka ile sura ya 20 na Luka 22 ule mstari wa 28 mpaka ule mstari wa 31. Luka, Yesu anawaambia wanafunzi wake, anasema nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Maana yake hata kwa Yesu kuna watu walidumu katika maongozi yake, walidumu katika darasa lake. Angalia anasemaje mstari wa 29, faida ya kudumu. Anasema nami nimewawekea ninyi ufalme. Maana yake kila atakayedumu, kuna ufalme unawekewa na Mungu. Mungu anawathamini na kuwajali watu wanaodumu kwenye ufuasi na kuambatana hata katika majaribu. Hakuwaambia wanafunzi wa Yesu, nyinyi ndio mliodumu pamoja nami wakati wa raha zangu, au wakati wa miujiza, au wakati huduma imetanuka, au wakati matawi yameongezeka. Anasema katika majaribu yangu. Mwambie jirani yako pokea neema ya kudumu. Huduma hii imejengwa juu ya huo msingi wa malezi, na lazima tudumu. Ni watu wanaodumu watakao na faida za ufuasi. Ufuasi sio kitu unachoweza kufuata dakika 5 na ndani dakika 5 kama umepata matokeo. Inahitaji muda mrefu. Alafu anasema mstari wa 30. Angalia mstari wa 30. Anasema mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi. Kwa hiyo mahali atakapokaa Petro ni tofauti na mahali ambapo atakaa watu wengine. Kwa nini? Amedumu na anakaa katika kiti cha enzi. Anasema huku mkiwa hukumu kabila 12 za Israeli. Kuna faida kwenye ufuasi na kuambatana. Tumetumwa kudumu. Angalia huduma yote ambayo ina watu imara, utagundua wale watu imara ni watu waliomfuata Yesu mpaka mwisho. Petro alikuwa imara, Yakobo alikuwa imara, Yohana alikuwa imara. Wote wale waliokuwa imara kwa sababu walifuatana na Yesu mpaka mwisho. Naomba nikusomee ile andiko alafu taendelea. Kitabu cha Hosea sura ya 7 mstari wa 8. Kuna aina hiyo watu lazima tuwakatae kama tunataka kwenda mbali katika jina la Yesu. Twende haraka haraka. Hosea sura ya 7 mstari wa 8 na wa 9. Anasema hivi, Efraim ajichanganya na mataifa, ni mkate usiogeuzwa. Efraim ni mtu ambaye ni mkate usiogeuzwa. Mkate usiogeuzwa maana yake umeiva upande mmoja na upande mmoja hujaiva. Na kwa nini unaiva upande mmoja na upande mwingine hujaiva? Ni kwa sababu Efraim ni mtu wa kujichanganya changanya. Yaani atulii, akai akapikwa akaiva. Kama Efraim ni mkate, maana yake kila ulia hapo ni mkate. Ila ili uwe mkate ulioiva, lazima ukae kwenye jiko na geuzwe mpaka umeiva. Halafu angalia hatari ya kujichanganya changanya, mstari unaofuata, mstari wa 9. Angalia hatari ya kujichanganya changanya. Anasema wageni wamekula nguvu zake, naye hana habari. Angalia, anasema nywele za mvi zimeonekana huko na huko. Maana yake hii ya kutangatanga, leo uko hapa, kesho uko hapa, kesho uko hapa, kutakufanya kwanza, kunafanya nguvu zako zinapotea. Pili, kunafanya unazeeka bila kuwa na matokeo. Una mvi zinaonekana huko na huko juu yake, naye hana habari. Mkate ambao haujaiva hauna thamani sokoni, haufai kwa ajili ya kuuzwa. Wale ambao watakuwa tayari kwa ajili ya kizazi chao na dunia yao
wanahitaji kukaa hapa, ukae chini ya wachungaji ambao Mungu amewaweka juu yako kupitia baba yetu, utengenezwe uive. Mwambie jirani yako utengenezwe uive. Msingi wa 6 ambao tunauamini, tunaamini kwenye mafanikio kwenye maeneo yote ya maisha, ukianzia rohoni na kisha kila eneo la maisha. Tunaamini kwenye mafanikio kwenye maeneo yote ya maisha, ukianzia rohoni mwako au rohoni mwa kila mtu, na baadaye kwenye maeneo mengine ya maisha. Kitabu kile cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, anasema hivi, anasema mpenzi, weka jina lako hapo, weka jina lako hapo, kila mmoja weka jina lako, tusome kwa pamoja haraka haraka, 1 2 3 twende. Anasemaje? Joseph, naomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Yote, na kuwa na nini? Na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sisi tunaamini kila mmoja anapaswa kufanikiwa. Ni mfanyabiashara huko hapa, unapaswa kufanikiwa. Ni mtu huko hapa kwenye siasa, unapaswa kufanikiwa. Ni mtu huko hapa unafanya biashara za mtandaoni, unapaswa kufanikiwa. Uko hapa wewe ni designer, ni mbunifu, unatengeneza vitu vyako vya kipekee, unapaswa kufanikiwa. Uko hapa ni fundi ujenzi, ni fundi seremala, ni engineer, unapaswa kufanikiwa. Uko hapa una huduma inapaswa kufanikiwa. Sisi hatufanikiwi tu kwenye kushinda tu dhambi. Tunafanikiwa kwenye kushinda dhambi, lakini pia na kwenye maeneo mengine ya maisha. Maana yake ni kwamba kanisa hili linaamini kwenye mafanikio. Tunaamini ya kwamba unapaswa kuwa na ndoa yako, lazima uwe na familia yako nzuri, unapaswa kuwa na nyumba yako, unapaswa kuwa na gari lako zuri, unapaswa kuwa na maisha yako yanakwenda vizuri, ufikie mahali pa kuingiza hela usiku na mchana katika jina la Yesu. Isaya 60 mstari wa 11 anasema, na malango yako yatakuwa wazi, na malango yako yatakuwa wazi, na mataifa, ili anasema ili mataifa wapate kuletea utajiri. Anasema malango yako yatakuwa wazi, hayatafungwa usiku wala mchana. Maana yake unapaswa kufikia mahali pa kuingiza hela usiku na mchana, pa kuingiza utajiri usiku na mchana. Na sio tu hela, hapa wameweka utajiri. Anasema ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Ndio maana utaona kwenye retreat camp tunakuwa na seminar kama uchumi. Retreat camp ya mwezi wa 4 tunadili na masuala ya fedha. Retreat camp ya mwezi wa 8 mjue Roho Mtakatifu ili ufanikiwe kwa urahisi. Hata hizo titles zinatoa zikusaidia kwamba hili ni kanisa ambalo natamani kuona umefanikiwa. Uko hapa una kitu kimoja, kupitia hapa unapaswa viongezeke viwe vingi. Uko hapa una duka moja, kupitia hapa vinapaswa kuongezeka viwe vingi. Na baadaye utaziona shuhuda za watumishi wa Mungu ambao Mungu amewasaidia kupitia neema ya mahali hapa, wameongezeka, wamekuwa vingi. Upako huu unaongeza makanisa, unaweza ukaongeza biashara. Upako huu unaleta wachungaji watumike kwenye maono, unaweza kukuletea wafanyakazi waaminifu kwenye maono yako. Upako huu unaovuta watu wanatoka Mbagala wanakuja mpaka hapa, unaweza ukavuta wateja wakatoka Mbagala wakaja kwako kwa jina la Yesu. Na kama unaamini, pokea kwa jina la Yesu. Nasema tena, pokea kwa jina la Yesu. Tunaamini kwenye mafanikio. Ndio maana tuna masomo mengi. Baba amefundisha masuala ya fedha. Nenda kufuatie mafundisho ya YouTube. Kule kuna mambo 10 kuhusu mafanikio ya kiuchumi. Mambo 10 usiyojua kuhusiana na utajiri. Mambo 5 usiyojua kuhusiana na fedha. Baba amefundisha. Kuna somo moja amefundisha mambo 5 ya watu wengine ambayo yatakusaidia uweze kufanikiwa. Jambo la kwanza, unatumia watu wa watu wengine. Kila mtu unayemwona ana watu wako nyuma yake. Jambo la pili, unatumia muda wa watu wengine. Unapomwajiri mtu ni unatumia muda wake. Jambo la tatu, unatumia ujuzi wa watu wengine. Maana yake kila mtu ambaye ana ujuzi unaweza kumuingiza kwenye maono yako na akafanya kitu na maisha yake kama yamekwenda. Jambo lingine, unaweza kutumia vipawa vya watu wengine. Yaani yote hayo ni mambo ya mafanikio. Kama kuna watu wamefundisha kuhusu mafanikio ya aina yoyote, kwenye ndoa, kwenye huduma, nenda kule kwenye channel ya YouTube utakutana nayo maelfu ya mafundisho. Kwenye huduma, kwenye vipawa, kwenye karama, kwenye kusudi, kwenye kila eneo. Penzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Jambo la 7 na la mwisho ambalo tunaliamini kwenye maono haya. Tunaamini kwenye matunda na kuwa na matokeo yasiyopingika kwenye eneo la wito na kusudi. Tunaamini
kwenye kuzaa matunda. Tunaamini kwenye kuzaa matunda na kuwa na matokeo yasiyopingika kwenye eneo la wito na kusudi. Na kwa kusema hapa utaona Baba ana vitu kama destiny shaping gathering. Tumekuwa na ibada fulani, ibada za kuchonga kwa hatima. Tumekuwa na hizo destiny shaping gathering. Wale ambao wanakuja kwenye zile ibada, utaona Baba alikuwa anakazia sana masuala ya hatima. Lakini pia mwaka jana ulikuwa mwaka wetu wa ukuu na kuzidishwa kwa ukuu. Miongoni mwa vitu ambavyo Baba alifundisha kule kwenye masuala ya ukuu ni kwa habari ya kusudi. Kila uliye hapo una kusudi. Kwa wewe ambao unatamani kujifunza zaidi kuhusu kusudi, kuna kitabu Baba ameandika, zinaitwa Siri za Ukuu. Kule kuna mambo ya kusudi ameyazungumzia. Unawezaje kugundua kusudi lako? Lakini pia tuna videos nyingi. Kuna video moja naifahamu ina dakika 45. Kuna nyingine pia ina kama lisali moja kama na robo hivi. Ukifuatilia zile video nyingi zinazungumza kwa habari ya kusudi. Kila uliye hapa, huduma hii imetumwa na Mungu kukusaidia. Sio uje hapa uwe mshirika. Ni uje hapa uwezesho kuliishi kusudi la Mungu la maisha yako. Petro alikuwa ni mvuvi, lakini alikosea location. Alienda kwenye kuvua samaki. Yesu alipokuja alimtumia kwenye uvuvi ule ule, lakini alimpeleka kwenye kuvuna roho za watu. Maana yake kuna watu mko hapa, huduma hii imekuja kufungua macho ili uone kile ulichokibeba na jinsi ya kukitumia na jinsi ya kukigeuza ili uweze kuifikia dunia yako. Mahali pengine kwenye kitabu cha Mithali anasema kipawa ni kama kitu cha thamani kila kigeukapo. Maana yake mahali hapa tunakufunza namna ya kugeuza kile ulicho nacho ili uweze kupata faida. Na ni ngumu sana ukakuta mtu amefukia talanta na yuko mahali hapa. Otherwise labda ni mgeni, otherwise labda ameamua tu kukataa kutumia vitu ambavyo Mungu amekupa ndani yake. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Nataka kwa dakika moja. Kwa dakika moja haya mambo yageuze prayer point. Bwana nisaidie nikudhihirishe katika kila eneo la maisha. Bwana nisaidie nikae chini ya matengenezo, lakini pia kupitia mimi nitumie kutengeneza watu wengine. Jambo la tatu, Bwana nisaidie niweze kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana nisaidie. Jambo la nne nasema tunaamini katika wokovu wa roho za watu hapo duniani. Bwana nisaidie ukija siku ile nisikukose, na mimi ninyakuliwe kwenye ule ujio wako na unyakuo. Mstari wa 5 anasema kudumu kwenye malezi. Bwana nisaidie nidumu kwenye malezi, nidumu kati ya watu ambao watadumu. Bwana Yesu nisaidie nidumu. Jambo la 6 ambalo taliomba niyo mafanikio kwenye kila eneo. Bwana Yesu nifanikishe kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Na jambo la 7, Bwana nipe matunda kwenye eneo la wito na kusudi. Sema Baba katika jina la Yesu, kwenye mambo haya yote 7, kwa habari ya kukudhihirisha, kwa habari ya kuwa na matunda kwenye eneo la kusudi na wito, kwa habari ya kufanikiwa katika mambo yote, kwa habari ya kudumu katika ufuasi, kwa habari ya wokovu wa roho za watu na kuzaa matunda kwenye Injili. Bwana Yesu, nipe neema yako maalum ya kuishi kwenye mambo yote ya 7 katika jina la Yesu. Kwa dakika moja fire prayer, omba ukiwa unapiga makofi, mwambie Bwana akupe neema ya kutembea kwenye mambo yote ya 7 katika jina la Yesu. Zungumza na Bwana, zungumza na Bwana. Bwana Yesu, ninaomba unipe neema mimi pamoja na wachungaji wote, pamoja na washirika wote ya kujenga juu ya maono haya, juu ya misingi hii, ya kujenga juu ya mambo haya 7. Baba nisaidie nikudhihirishe, niwe chombo cha kutembeza miujiza yako. Ulisema kwa mikono ya Petro, ya Paulo, kwa mikono ya Paulo ulifanya ishara za kupita kawaida. Leo Paulo hayupo, mimi nipo. Kwa mikono yangu fanya ishara, kwa mahubiri yangu fanya ishara, kwa biashara yangu fanya ishara. Bwana nitumie kwa ajili ya ishara zako. Umesema watu wale walioumbwa katika Kristo Yesu wapate kuzitangaza sifa zako. Baba nitumie kutangaza uweza wako, nitumie kutangaza hekima yako, nitumie kutangaza maarifa yako. Shaka paradaba yantarama sandaraba, nitumie nikuzalie matunda, niwe tawi linalozaa, nizae kwenye wito, nizae kwenye kusudi. Baba nitumie, najiweka wakfu kwako kwa ajili ya malezi. Nipe neema ya kudumu kwenye mikono hii salama, nipe neema ya kudumu ya kukaa mpaka mwisho, kama Ruthi alivyoamua, kama ulivyomsaidia Ruthu akamfuata Naomi, kama ulivyomsaidia Yeshua akamfuata Musa, kama ulivyomsaidia Elisha akamfuata Elia, kama ulivyomsaidia Petro akakufuata Yesu. Nipe neema maalumu
ya kukufuata chini ya mtumishi wako Baba yetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya, sema amen. Katika jina la Yesu imekuwa.